nikapewa karatasi kutoka kwa mzee mmoja. Kama tungekuwa na muda, ningemwambia aje aisome na aseme yeye mwenyewe la ziada, lakini kwa sababu baadaye tuna mkutano mwingine Makambako, nitasoma kile ambacho mzee ameandika. Naomba nilete lalamiko langu kwa niaba ya wazee wenzangu. Sisi ni wazee tuliopigana vita ya Kagera. Tuliwaidiwa fedha na utawala wa mabavu wa CCM toka mwaka jana mpaka leo hatujapata kitu. Tumedanganywa kama watoto wadogo. Kuna wazee wengine wanatoka Ludewa, Makete, Wanging'ombe, Lupembe na kadhalika. Wengi wao wanakuja huku wanaumwa. Hii ni laana kwa CCM, kwa Mungu. Chadema mtukomboe. Hizo ni salamu za wazee nilipofika hapa. Sasa jukwaa hili la Chadema, Chama cha Demokrasia na Maendeleo, ni fursa kwa Chadema kama chama kuzungumza kuhusu masuala ya watu na masuala ya nchi. Lakini jukwaa hili vile vile ni fursa ya kusikika sauti za watu kuhusu masuala mbalimbali yanayoikabili nchi. Sisi tumekuja kwenu na masuala machache makubwa, mawili yakiwa kipaumbele zaidi na mawili mengine yakiwa kipaumbele vile vile. Kwa mimi nitaanza kwanza kutaka sauti zenu zisikike, kwa sababu sauti ya watu ni sauti ya watu, lakini sauti ya watu vile vile ni sauti ya Mungu. Walatini wanasema vox populi vox Dei. Sauti ya watu ni sauti ya Mungu. Tunaitaka serikali isikie sauti ya watu. Kama inapuuza sauti ya Chadema kwa niaba ya watu, isikie sauti ya watu moja kwa moja. Tunajua ni serikali haramu, ni serikali batili. Tunajua ni serikali dhalimu, ni serikali katili. Lakini katikati ya uharamu wake, ubatili wake, udhalimu wake, ukatili wake, tunaitaka isikie sauti ya wananchi. La kwanza ambalo tunataka serikali isikie sauti ya wananchi. Nchi hii imekuwa na kilio cha muda mrefu cha katiba mpya. Katiba tunayotumia sasa ni ya mwaka 77. Iliandikwa wakati TANU na ASP zinaungana kuunda CCM. Kamati iliyoandika katiba ya CCM ndio kamati hiyo hiyo ikaandika katiba ya nchi, ya chama kimoja, ya mfumo wa chama kimoja. Mfumo wa vyama vingi uliporejea Tanzania, iliundwa tume maarufu kama tume ya Nyalali. Tume ile ikapendekeza ili nchi ingie kwenye vyama vingi, lazima kwanza kuandikwe katiba mpya. Lakini CCM ikakaa, mkutano mkuu wa CCM ikakataa katiba mpya. Kelele za wananchi za katiba mpya zikaendelea. Mwaka 2010 kelele zikawa kubwa zaidi, wakaiba uchaguzi, ukawa na maandamano, wakauawa watu Arusha. Kelele za katiba zikaendelea, na wakati ule tulisema Arusha kwamba damu iliyomwagika ni wino wa kuandika dibaji ya katiba mpya. Aliyekuwa rais Kikwete akasikia kidogo ile sauti ya watu wakati huo, na akaiona damu iliyomwagika, akasema mchakato wa katiba uanze, lakini akatunga sheria mbaya ya mchakato wa katiba. Tume ikazunguka, ikaundwa ya Warioba, ikaja kwenu, ikakusanya maoni juu ya katiba, ukaandikwa rasimu ya katiba kwa maoni yenu wananchi, rasimu ya Warioba. Lakini tulipofika kwenye bunge maalum la katiba,
Wakati wa mimi nilikuwa mbunge wa Ubungo, CCM ikafanya kama ilivyofanya mwaka 92. Ikakaa kikao cha halmashauri kuu ya CCM, ikasema haitaki rasimu ya Warioba, na wakaanza kuandika katiba yao na kutoa maelekezo kwa wajumbe wao kuchakatua rasimu ya Warioba, mpaka wakatoka na kinachoitwa katiba pendekezwa iliyo kinyume na maoni ya wananchi. Leo nitazungumza eneo moja tu juu ya katiba mpya na tofauti yake na katiba inayopendekezwa na CCM na wananchi mlisema nini. Nitazungumza eneo linalohusu bunge. Bunge, kwa nini tunataka katiba mpya? Ili nituwe na bunge lenye nguvu, lenye uwezo wa kushughulikia matatizo ya wananchi ya maendeleo, iwe ni ya kilimo cha parachichi, uvunaji wa miti, upatikanaji wa maji, kero ya wananchi wa kiwanda cha Lupembe, au kero nyingine nyingi za maendeleo ya nchi. Nafasi ya bunge katika kushughulikia matatizo ya watu na udhaifu wa katiba yetu ambao unafanya kwa hili eneo la bunge tu peke yake. Maeneo ni mengi sana. Wengi tunazungumza kuhusu tume huru ya uchaguzi huru na haki, ni eneo moja tu, lakini hili eneo la bunge. Kwa katiba ya mwaka 77 ibara ya 63 ibara ndogo ya pili inatamka maneno kwamba bunge ndiyo chombo cha juu zaidi, sehemu ya pili ya bunge, chenye mamlaka kwa niaba ya wananchi ya kuishauri na kuisimamia serikali. Ukisoma ibara hii ya katiba unaweza ukafikiri sasa tuna bunge, na bunge hili linaweza kweli kwa niaba ya wananchi kuishauri na kuisimamia serikali na kuwawakilisha wananchi. Lakini kwa bahati mbaya sana, kwa katiba hii ya 77 hii ya 77 haki hiyo ya bunge kuwa chombo cha juu zaidi kwa niaba ya wananchi cha kuisimamia serikali, yaani serikali inabidi iwe chini ya bunge, kwa katiba ibara ya 65 yote hayo wakaondoa kwenye katiba inayopendekezwa. Kwa sababu hiyo, ndugu zangu, kwa yale yaliyotendeka kwenye bunge maalumu la katiba na kwa mahitaji ya nchi yetu, sisi Chadema tumekuja kwenu kuwaambia kipaumbele kikuu cha kwanza katika nchi yetu, jambo kubwa la kwanza katika nchi yetu ambalo hata tume ya Chande pamoja na ubovu wa ripoti ya Chande imesema mauaji yaliyofanyika Oktoba 29 ikiwemo hapa Njombe, chanzo chake kikuu ni madai ya katiba mpya. Kwa hiyo katiba mpya mpaka imeleta mauaji, vyombo vya dola hivi vimetumwa kuua raia kwa risasi, kulinda utawala dhalimu dhidi ya madai ya wananchi ya katiba mpya na uchaguzi huru na haki. Katika hali hiyo, tumekuja kuambia katiba mpya ni jambo kipaumbele la kwanza. Wao wanasema katiba mpya isubiri mpaka mwaka 2028. Sisi tunasema mchakato wa katiba lazima uanze kuanzia sasa, usisubiri mwaka 2028. Sasa sisi tukisema hayo, wanasema hiyo ni sauti ya Chadema, sio sauti ya wananchi. Sasa nataka leo wasikie sauti ya wananchi wa Njombe. Kwanza wale ambao mnaunga mkono kwamba katiba ianze kuanzia sasa, vidole viwili juu, vidole viwili juu. Sasa wasione vidole tu, ili waisikie sauti kwamba tunasema katiba mpya ianze sasa, wasikie sauti. Kwa niaba ya Tundu Lissu, tuzungushe. Nikisema katiba mpya mnasema free Tundu Lissu. Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Katiba mpya! Sasa sisi Chadema tumewaambia Tundu Lissu anapaswa kuwa huru. Free Tundu Lissu. Tundu Lissu awe huru.
na kuna njia mbili za Tundu Lissu kuwa huru. Njia ya kwanza ni kesi yake kuendelea kusikilizwa, kesi zake, manake ziko mbili, ya uhaini, za uchochezi. Kwenye hii ya kesi za uchochezi, umepita mwaka, kesi ya uchochezi ya Tundu Lissu iliyoko mahakama ya Kisutu haijasikilizwa, kinyume na haki, kinyume na sheria. Tunatoa mwito wa wazi kabisa kwa hakimu wa kesi ile anaitwa Kiswaga ahakikishe kesi hii inapangiwa tarehe ya haraka ya kusikilizwa. Wangapi mnaunga mkono ile kesi ya uchochezi ya Kisutu ya Lissu nayo ipangiwe tarehe ya haraka ya kusikilizwa? Asanteni sana. Pili, kwenye njia hii ya mahakama, ile kesi yake ya iliyokuwa mahakama ya rufaa ambayo serikali imekimbilia mahakama ya rufaa baada ya kuzidiwa kwa hoja mahakama kuu kujaribu kuchelewesha muda, imeweka mpira kwa pani. Sasa tarehe 11 waliipangia tarehe na majaji wakajiandaa, hapo dakika za mwisho wakaahirisha. Tunaitaka mahakama bila kuingilia uhuru wa mahakama, sababu ni jambo la kiutendaji, iseme kwa umma kwa nini waliahirisha kuiondoa kesi ya Lissu tarehe 11 mwezi wa 6. Wangapi mnaunga mkono kwamba mahakama itoe kauli kwenye hili? Mnaunga mkono, asanteni sana, nashukuru. Sasa la tatu, kwenye eneo hilo wameipeleka hiyo kesi tarehe 3 mwezi wa 7. Lissu anatamani wananchi wengi sana mweko mahakamani. Wale wa Dar es Salaam watawakilisha na wengine wanaweza kwenda, watakwenda tarehe 3 mwezi wa 7. Sasa wamempa masharti Lissu kwamba aandike orodha ya watu 40 wa kuingia mahakamani. Lissu amekataa hayo masharti, amesema mahakama ni mahakama za umma, iwe mahakama ya wazi na waweke mazingira ya kesi hiyo kusikilizwa kwa wingi wake. Kwa hiyo jiandaeni kwenda mahakamani. Lakini tunaiambia mahakama vile vile bila kuingilia uhuru wa mahakama, ile kesi ikiamuliwa mahakama ya rufaa tarehe 3 mwezi wa 7, na wamesema tarehe 6 watatoa uamuzi. Ikiamuliwa itarudishwa tena, uwezekano mkubwa itarudishwa tena mahakama kuu. Sasa ikirudishwa mahakama kuu, hatutarajii kuwa na kisingizio cha kwamba mahakama kuu haijapangiwa ratiba ya kusikilizwa hiyo kesi na hatimaye haki ikacheleweshwa. Sisi tunatoa mwito kwa mahakama wawazi, jaji mkuu asikie, jaji kiongozi asikie, mtendaji mkuu wa mahakama asikie kwamba wakati wameipanga hiyo tarehe 3 mwezi wa 7 mahakama ya rufaa, waanze vile maandalizi ili mahakama ya rufaa ikimaliza tarehe 6 mahakama kuu nayo iwe na ratiba. Wangapi mnaunga mkono hilo? Wangapi mnaunga mkono hilo, ili haki itendeke na haki itendeke kwa wakati? Hiyo ni upande mmoja wa mahakama. Upande wa pili ni kwa katiba hii pamoja na udhaifu wake, ina mtu ametajwa kwenye katiba anaitwa DPP, Director of Public Prosecution. Yeye ndio anayepeleka kesi kwa niaba, ite inaitwa kwa niaba ya wananchi, kwa niaba ya jamhuri. Yaani kesi ya Lissu eti nyinyi mmemshtaki Lissu nyinyi, mmemshtaki Lissu nyinyi, amehusiki, si ndio? Kwa hiyo ni serikali, sio hata jamhuri. Sasa yule mtu amepewa mamlaka kwamba wakati wowote akiona kesi haina maslahi ya nchi au ina mapungufu, anaweza kuiondoa mahakamani, anapeleka hati ya kitu kinachoitwa nolle prosequi, kwamba hana nia tena ya kuendelea na kesi, anaifuta kesi. Alitumia mamlaka hayo akaifuta kesi aliyekuwa mwenyekiti wetu Freeman Mbowe aliposhtakiwa kesi ya ugaidi akawa huru, si ndio? Sisi Chadema tunamtaka DPP vile vile, tunatoa mwito kwa DPP na tunajua DPP kesi hii kuifungua yalikuwa ni maelekezo kimsingi ya Samia Suluhu Hassan. Kwa tunamtaka vile vile Samia Suluhu Hassan waiondoe hii kesi mara moja, wasipoteze muda wa mahakama kushughulikia kesi hii. Sasa kama hii ni sauti yetu, kama na nyinyi ni sauti yenu, wale mnaosema iondolewe kesi mahakamani, vidole vya juu, shukrani. Sasa wasikie na sauti, tuseme DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu. DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu. Sawa? Twende pamoja wale wote ambao mnataka kupaza sauti hiyo. DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu. DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu.
DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu. DPP na Samia, futeni kesi ya Lissu. Mwisho kwa sentensi moja, hiki ni kioja. Kimoja tumekiacha kwa sababu ya muda, tutakwenda Makambako, lakini vitatu wamevivunja. Sasa mimi niseme hivi, niseme kwamba niseme Antoni Mtaka RC wa hapa na Juma Sweda DC wa hapa na mbunge wa hapa Deo Mwajika wawaeleze wananchi, wajitokeze. Haiwezekani CCM ya hapa ikafanya uvunjaji wa vijiwe bila polisi kuachia jambo hilo. Polisi ambao mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama mkoa ni mkuu wa mkoa, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama wilaya ni DC anaitwa Juma Sweda. Haiwezekani mambo haya ya kihalifu yakafanyika kwa siku kadhaa mfululizo bila baraka zao. Tunataka watoe kauli juu ya jambo hili, na kama sio wao waliotoa maagizo wahakikishe vijiwe vya Chadema vilivyovunjwa vinajengwa hapa Njombe. Jengeni vijiwe na viongozi, pateni utaratibu wa kuvizindua. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu abariki. Mheshimiwa kama mwenyekiti John Heche, moja kwa moja. Mheshimiwa kama mwenyekiti Zanzibar atatangulia kwenye mkutano mwingine. Mwenyekiti John Heche, karibu uzungumze, lakini vile vile tupige tone hapa, alafu tuelekee Makambako. Asante sana.